Kwanza tunamshukuru Mungu, tumeweza kupata matokeo ambayo yameweza kutupatia nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Na pia kwa mchezo wa leo nawapongeza wachezaji wa Young Africans, lakini niwapongeze zaidi Songea kwa mpango mkakati waliokuja nao, sababu kabla sijawaandaleti Young Africans kwa matokeo waliyopata, lazima niwapongeze Songea, wamekuja kuonesha upinzani ambao baadhi ya vilabu vimeshindwa kuonesha mbele ya Young Africans. Kuna vilabu vinacheza ligi kuu lakini vimeweza kufungwa goli 4, 5 mpaka 6, lakini Songea inacheza champion imeweza kuruhusu magoli 2. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani walijiandaa kuja kucheza na Young Africans. Timu ambayo ni mtetezi wa kombe la CRDB, ni mtetezi wa ligi kuu na bado yuko anaongoza ligi. Kwa hiyo kama utawakosoa Songea, utakuwa haujui mpira na nitakuwa ni mtu wa mwisho kuamini kwamba kuna mtu anaibeza Songea United kwa kile alichokionyesha uwanjani. Kwa hiyo mpango mkakati wa mwalimu wa Songea ndio umeweza kuamua haya matokeo. So tunaingia kama underdog mbele ya Young Africans, lakini tunawezaje kuwazuia wachezaji hatari wa Young Africans? Unajua tukisha wakamata wachezaji fulani wa Young Africans kwenye eneo la ushambuliaji ambao ni hatari, ambao wanaweza wakatudhuru kwa wakati wowote au kwa muda wowote katika mazingira yoyote, tunaweza tukawa katika hali nzuri ya kuruhusu magoli ni machache, lakini pia pengine tusiruhusu kabisa. Ndio maana umeona leo hii Young Africans ameweza kuondoka na magoli 2, ni kwa sababu ya mpango mkakati wa mwalimu wa Songea alivyoongea na wachezaji wake, wakaweza kumpokea kiakili na kisaikolojia, wakaja kuingia uwanjani na kuweza kukompiti dhidi ya Young Africans na kuweza kumzuia kuwafunga magoli mengi. Hatimaye Young Africans akapata nafasi ya kufunga magoli 2 yanayoweza kumvusha yeye kwenda hatua ya robo finali.